Judy. Mambo Judy. Mambo. Hongera sana Judy. Hivi hii ni kama shingapi kwa haraka haraka tukianzia chini mpaka juu? Yaani uzuri leo nipo na designer wangu ambaye huwa ananishonea nguo. Kwa hiyo atajibu mwenyewe. Kweli? Mimi nataka nikusikie wewe. Kwa sababu unajua Watanzania wengi wanakufuatilia the way unavyozungumzaga yale matamko yako, muonekano wako, gharama, hali ya pesa unayotumia kwa mwezi. Sasa hii nguo imegharimu shilingi ngapi Judy? Hii nguo sio nguo tu, yani kuanzia nywele, makeup mpaka nguo. Yaani leo hata sijatumia gharama kubwa. Wewe kama shilingi ngapi? Leo ni kama milioni 7 tu. Milioni 7? Judy kweli. Kwenye nini na nini hiyo milioni 7? Nguo, makeup, nywele. Sababu kama hii nguo material yake ni gharama sana. Vipi? Ina gharama, niko na designer wangu hapa anajua alipoyapata material. Jamani, mtazamaji wa Bongo 5 TV, huu ni muonekano wa Judith, na ukiangalia kuanzia juu mpaka chini, muangalie kwa makini sana. Anaeleza kwamba yeye ametumia shilingi milioni 7 za Kitanzania pamoja na makeup. Na hii ni mara ya kwanza kufanya hivi au hii ni ndogo sana hiyo? Kwa vazi la leo nahisi ndio gauni ambalo tumetumia gharama. Bwana wewe. Ndio gauni ambalo tumetumia gharama. Nadhani material ilikotoka ni mbali. Haina gauni ambalo loko anataka na material ambayo ilitakiwa kushonewa hii gauni ilikuwa ni gharama sana. Kwa afu pia tumeitafuta kwa muda mrefu, yani hatujapata kwa muda mfupi. Material umetoka wapi haya? Hata sijui designer wangu aliyapata wapi, ila amepata shida kuyapata. Kope ni kama shilingi ngapi inaenda? Kope tu. Sasa kope ina compare na makeup inakuwa ni iko kwenye package. Yaani kope na makeup ni shilingi ngapi imetumika? Jamani, makeup yaani hata sijui, sijatumiwa bado. Yaani ndo nimejumlisha pamoja na yaani hicho kiasi nilichotaja ndo pamoja na makeup, kope, nywele, nguo, viatu. Judy, so hii kwa Gen Z akina dada ambao wanakutazama hapa inawapa tafsiri gani? Inatafsiri nini kwa upana wako ukiangalia? Kutafsiri kwenye nini? Kwenye mavazi au? Kwa sababu pengine mtu anaweza kaangalia kwa haraka akaogopa, kumtisha mtu asitamani kupendeza kama wewe, anatamani kuwa kama Judy wajua, lakini sasa anakwama. Hii ina tafsiri gani? No, unajua kupendeza kwa mtu ni kwa kitu ambacho anachokitaka, labda na kitu anachoenda kuhudhuria. Kuna event zingine huwa anahudhuria zinakuwa tu ni za bei, yani natumia gharama tu ndogo na nikawa nimependeza. Na kuna event zingine ndio kama hivyo lazima upasuke. Kwa yani inategemea unaenda wapi na unataka kuvaa nini. Hivyo. Hivi kifano kama zile event ambazo waga unaendaga labda zinakutanisha mastaa, zile ambazo tunaonaga sometime usukage unaachaga zile nywele zako za natural, maana wewe ni natural sana. Waga unatumia kama kiasi gani cha fedha kukamilisha muonekano? Itategemea nitakuwa nimefanya nini. Sometimes naweza ngatumia milioni 1, sometimes naweza ngatumia 500,000, sometimes naweza ngatumia milioni 2. Yaani inategemea siku hiyo nimeenda kwenye event gani na nimevaa nini. Bwana. Jamani Judy, hasa kama unavaa hivi jamani, labda tuashumu mtoto wako atavaaje huko mbeleni? Inshallah Mungu anijalie, yani kipindi ambacho tutachopata mtoto niwe na uwezo wa kumlea kwa namna nzuri zaidi. Yani na imani mtoto wangu, yani watoto wangu natamani waishi maisha bora sana. Leo imekuwa siku special sana kwa sababu umetumia gharama nyingi kupendeza na umeonekana vizuri. Mimi nakupongeza sana, maana mimi nimeona kwa macho. Sijajua comment za mitandao, lakini pia leo tumeona comment nyingi kwa dada yako Wema kuhusiana na kujifungua mtoto wa kiume, na ni yeye na Whozu kwa jambo la Whozu, yeye na Whozu. Nini comment yako Judith kama star wa Kitanzania ambaye unasikika hapa? Yani mashallah sana. Mimi binafsi yani siwezi kuelezea. Nimefurahi sana kutoka ndani ya uvungu wa moyo wangu. Sababu ni mtu ambaye ni kwanza Wema mamangu anampenda sana. Sana. Kwa hiyo yani mamangu kanipigia simu yani nikafurahi sana. Yani ni kitu ambacho yani nimefurahi sana. Mama yako alikupigia simu? Amefurahi. Yani amenipigia simu, hivi kweli ni Wema amejifungua? Nikamwambia kwa sababu mamangu anampenda sana Wema. Unajua Wema Tanzania sweetheart. Alafu anapendwa sana na mama zetu sisi. Unajua yani mama zetu sisi, eji zetu sisi miaka 20, 24, 25, mama zetu sisi. Yani ni watu ambao wanampenda sana Wema. Yes. Kwa wakaja wakatulisisha na sisi Gen Z. Mimi binafsi nampenda sana na nimefurahia kupata mtoto. Mungu amkuze. Ukiwa Judith, una wafuasi wengi ambao wanakufuatilia kwenye mitandao ya kijamii.
una ujumbe gani mzuri wa kumpa Wema? Kwa sababu tumezungumza na mastaa mbalimbali wakubwa, wameeleza furaha zao, lakini pia wengine wakasema kwamba mtoto huyo ni mjukuu wa taifa. Unaungana nao katika hilo? Kwa kweli yani huyo nadhani akitoka anaitwa Oela. Anaitwa Oela? Yes, nadhani akitoka huyo ndo mimi. Yani mimi ni kama mtoto wa mwisho. Yes. Wewe ni kama mtoto wa mwisho wa nani? Wa Wema Sepetu na Whozu. Bwana Judy huyo. Yes bwana, huyo ni Judy artist, Judy wa Jua Kali, Judy mkali kabisa, natural, ameweza kuzungumza hapa, lakini kubwa zaidi kutana na huu muonekano wake, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakijaji kwamba the way ambavyo anaonekana inawezekana vipi, sio mtu wa kujieka artificial sana. Nini comment yako? Mimi ni Brian Hilary kutoka Bongo 5 TV. Asante Judy. Muonekano huu ambao umetueleza kwa kina, gharama zote, nani designer wako? Yani designer wangu ni katika madesigner bora Afrika ambaye ameshawahi kunivalisha ni Queen Frank Collection. Wewe? Yes, ni Mtanzania kweli wewe? Yes, ni Mtanzania na Queen Frank ameshawahi kupata tuzo kutoka Nigeria. Yes. Na maximum ukimpa kazi kama hii ya kudesign inatumia muda gani? Itategemea hiyo nguo ni aina gani na nimempa hiyo kazi kwa muda gani. Yeah. Niambie kwa haraka ni kama shilingi ngapi unaweza kumtangulizia yani kukamilisha kazi? Sasa nategemea nataka kuvaa nguo gani. Mfano kama hii nguo ilikuwa ni milioni 7, kwa hiyo nikampa milioni 5, nikaja nikatoa sana milioni 2. Si rahisi tu hivyo jamani, mjini hapa mambo magumu. Ndio. Hatari sana. Kwa umesema anaitwa nani? Anaitwa Queen Frank Collection.